tukubaliane na siasa za uraghai za kuambiwa kwamba tugawiwe majimbo, kwa tuingie kwenye uchaguzi kwa kugawiwa majimbo na CCM na sio kupigiwa kura? Au tusimamie msimamo wa wananchi wa kuhakikisha hii nchi inaondolewa kwenye mikono ya mafisadi kwa kura za wananchi? Msimamo wa chama chetu ni kusimama na msimamo wa wananchi na kutokufanya siasa za uraghai. Tumekataa kufanya siasa za uraghai. Kwa nilitaka muwafikishie Watanzania huo ujumbe kwamba Chadema sio chama cha kufanya siasa za janja janja, siasa za uongo, siasa za uraghai. Tunapashiu njia ngumu na njia inayoungwa mkono na Watanzania, na tutashinda mapambano haya yote, kwa sababu ni mapambano ya kweli, ni mapambano ya kurudisha utu wa Mtanzania, ni mapambano ya kurudisha dhamira ya kweli ya kuongoza nchi. Sasa kwa mfano, watu wanasema Chadema inaparaganyika. Nataka mtumie nafasi hii na mfanye utafiti kabla mjaandika. Cha kwanza, Chadema ni kina nani? Ni kamati kuu hii hapa. Kati ya wajumbe wote wa kamati kuu ameondoka mjumbe mmoja ambaye ni kipercentage ni pasenti 2 kati ya wajumbe wote waliopo wa kamati kuu. Mmoja tu ndio ameondoka. Baraza kuu lina wajumbe 456. Kati ya walioondoka, kwa sababu ambazo zinaeleweka, ambazo na wao wanazijua, wameondoka wajumbe 20 kati ya wajumbe 456. Mkutano mkuu wetu una wajumbe 1194. Kati ya hao walioondoka ni wajumbe 34, 4%. Lakini vile vile tulikuwa kwenye ziara kanda ya Nyasa, tulianza nayo, tumeenda kanda ya Kusini, tumeenda kanda ya Serengeti na Victoria. Watanzania kwa maelfu wamejitokeza kuturaki, kutuchangia, kutuunga mkono, kuungana na chama na kusimamia msimamo wa no reforms. Kwa hiyo nilitaka niwaambie Watanzania na wajumbe wenzangu wa kamati kuu na viongozi wetu wote kwamba chama kiko imara, kimetulia na kinachapa kazi. Walioondoka tunawatakia safari njema, tukutane kazini, na kuanzia kesho kutwa tutakuwa barabarani tena kukutana na wananchi wa kanda inayofuata. Kwa hiyo